Bila shaka tunafahamu vizuri kila ambacho aliweza kukizungumza Matrida katika hali ya kujitetea kuhusiana na kila ambacho kiliweza kutokea kati yake yeye pamoja na baba Asma. Kwa wale ambao woga wananifuatilia kwa makini, kwenye ile video ambayo niliwaletea baada ya Matrida kuonekana kwamba amekufa kwenye series ya Dunia, niliwaelezea kila kitu kwamba nini hasa ambacho kilikuwa nyuma pazia kilichomfanya Matrida akaweza kutoka kwenye hii series ya Dunia mapema vile, na haikuwa target ya wao. Lakini pia hata pale ambapo wameweza kuishia kwenye episode ya 148 haikuwa target kwamba season 1 itaishia pale, bali ilitokea tu ghafla baada ya mazito kuweza kutokea. Kiufupi ni kwamba baada ya Matrida hiki ambacho kimeweza kumkuta ni kama vile kimepelekea Violet pia naye kuweza kukutwa na hili sakata, na kiufupi kuna sintofahamu nzito zaidi ambao mimi nataka kushare nawe hapa kwamba imekwaje mpaka ikafika kwa upande wa Violet baada ya Matrida. And of course in case ulikuwa hujui ni kwamba siri yenyewe pia ameitoboa Matrida ijapokuwa hajataka kushare kwenye interview. So niko hapa kwa ajili ya kukupa hii story uweze kufahamu kila ambacho kipo na kinaendelea, lakini pia mtazidi kukuletea update hapa kuhusiana na ukweli juu ya hili sakata ambalo linaendelea sasa hivi. Sasa muhimu zaidi, tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho hii video kupata kufahamu ukweli wote, na ili usiweze kukosa video yote ile pale, hapo chini ya hii video kuna neno limeandikwa subscribe, fanya kulibonyeza. Baada ya hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kile ambacho utakaomeza kukitazama katika hii video. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe, channel namba moja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nakuletea zile zote exclusive hapa on time. Sasa kama kawaida tulisikiliza pande zote, Matrida akijitetea kwa upande wake, baba Asma akizungumza kwa upande wake. Issue kubwa ambayo mashabiki wengi sana walikuwa hawajui, lakini kwa wale ambao wananifuatiliaga naamini watakuwa walikuwa wanatambua kwa sababu nilizungumza yote. Issue ambayo nilikuwa sijazungumzia kwenye video iliyopita hapa, labda kuhusiana na Matrida na nini hasa ambacho kilimtoa kwenye series ya Dunia, labda ni sakata la mkataba ambao walikuwa wamesaini. Of course niliwaambia pia kwamba pesa walizokuwa wanalipwa ni kidogo sana, kiasi kwamba ilikuwa ni uvumilivu tu, kwamba wanavumilia, wanajua wanasaidiana na vitu kama hivyo, ndicho ambacho kilikuwa kinawafanya wanakaa pale. Lakini kikubwa zaidi, kama ili swala kila mmoja ingekuwa serious nalo, basi tusingemwona Violet, tusingemwona Manyanya, tusingemwona Catherine, lakini pia hata Matrida mwenyewe kama baba ameweza kuamua, ni kama vile tulivyoweza kufanya Amani ambaye ni alitangulia kabisa kwa wa kwanza. Sasa issue kubwa ni kwamba hiki ambacho kimeweza kutokea kwa Matrida sasa hivi imepelekea mgomo mzito zaidi hata kwa upande wa Violet, kiasi kwamba mpaka sasa hivi Vai pamoja na baba Asma pia wapo kwenye sintofahamu, ijapokuwa hili ambalo limeweza kuhappen kati ya baba Asma pamoja na Matrida limemfanya baba Asma sasa asiweze kuweka wazi hii issue ya Violet, kwa sababu amekuja kuona kabisa kwamba inaweza ikaja kumkosti kama vile ambavyo aliweza kuanza kuzungumzia sakata la yeye pamoja na Matrida, alafu baadaye kikaja kumlamba baada ya Matrida kuja kusema ukweli juu ya yale yote, kwamba alikuwa halipwi pesa, lakini pia sometimes alikuwa analipwa pesa kidogo, mara kwa mwezi anapewa 50,000, anapewa 100,000, kitu ambacho hawakuandikiana kwenye mkataba. Hivyo kwenye mkataba waliandikiana 500,000, lakini pia amesema mwenyewe kabisa kwamba baba Asma alikuwa anakuja mpaka nyumbani kwake, na sini nyingi sana ambazo tulikuwa tunaziona, inasemekana kwa mujibu wa Matrida alivyokuwa anajua, alisema kwamba walikuwa wanaigizia nyumbani kwake na alikuwa haombi pesa yoyote, kwamba kwa nini wanaigizia kwake. Yani kiufupi hakuwa anafanya kwamba waonekane wana code location, bali ilikuwa mazingira nyumbani kwake na alichukulia tu kama familia na vitu kama hivyo. Lakini baadaye kaja kutokea baba Asma hivyo akampeleka gerezani, tunafahamu akaipeleka kesi mahakamani na akawa anadai fidia milioni 70 kwenye mkataba feki ambao Matrida anasema yeye hakuwa amesainiana na baba Asma kuhusiana na hicho kipengele ambacho kilikuja kutokea. Lakini pia kumbuka vizuri, kama utakuwa ulisikiliza ile clip ambayo Mate alikuwa anaongea, alisema pia kwamba baba Asma yeye ndo alianza ugomvi kuja nyumbani kwanza na kusema kwamba Matrida anadaiwa, lakini pia anaweza kampeleka mahakamani. Akasema kwamba kwanza familia ya Matrida inamtegemea na vitu kama hivyo vingi zaidi aliongea ambavyo havipo kabisa pale. Sasa finally ni kwamba Vai naye inasemekana bwana anajitoa katika ile sakata. Yani kiufupi Vai naye kwa taarifa za chini ni kwamba ameamua kukaa zake pembeni, issue kubwa ikiwa ni issue ya maslahi, kwamba anapokea pesa ndogo, yani ujira mdogo, kwa hiyo mwisho wa siku ameshindwa kulizika na kaamua zake kutulia pembeni. Na ndio maana tukaona Dunia series season 1 ikaishia episode ya 148. Sasa nini ambacho kinaenda zaidi? Kuna taarifa ambayo inasemekana ni mbaya zaidi, japo bado sijaithibitisha, lakini nikipata uthibitisho kamili na waletea hapa. Hii ni mbaya zaidi kwa wafuatiliaji wote
na wale wote ambao walikuwa wanasubiri season 2 ya series ya Dunia. Sasa nitaileta hapa na uweze kuifahamu, ila point msingi kabisa kuonyesha upendo tu kwa kubonyeza neno subscribe ili usiweze kukosa hiyo video siku ikija. Nadhani sio siku nyingi sana, mapema sana nipo mbioni kuhakikisha kwamba nakamilisha. Kwa hiyo ili usiweze kukosa, basi hapo chini ya hii video kuna neno limeandikwa subscribe, ufanye kulibonyeza. Baada hapo utakibonyeza alama cha kengele, utachagua chaguo la kwanza kabisa pale, utabonyeza hapo, utakuwa umewasha notification. Hiyo video ikija ndio utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Stay tuned. Ninaitwa Gabby Official, mpaka next video, bye bye.